ilinivunja moyo sana mimi kama seneta wa kaunti ya Nairobi kwamba unaweza kumshika Kizza Besigye akiwa hapa Nairobi, uweze kumrudisha kule Kampala, wakampeleka katika mahakama ambazo ni za kijeshi. Mwenzetu Maria Sarungi wakati moja na yeye hapa tu Nairobi bado anashikwa pia, walikuwa wanataka wamrejeshe kule, na tunajua kwamba mambo hayako mazuri kule nyumbani. Kuna wakati ambapo nchi ya Kenya ilikuwa ni mahali salama pa watu ambapo wanapata hizi dhuluma za kisiasa kutorokea, lakini tumeona kwamba kwa sababu ya huu utawala ambao tuko nao hapa Kenya pia ni utawala ambao pia una zile tendencies za kiimla. Unajua kwamba mwaka uliopita, mwaka 2024, kwa sababu ya zile tabia za kiimla za serikali ambayo inaongozwa na William Ruto hapa Kenya, kulitokea na maandamano makubwa sana pale ambapo vijana wa Gen Z walijitokeza na kusema hili silo taifa ambalo tunataka kurudi katika mambo kama haya. Unajua Kenya imepiga hizi hatua kwa shida sana. Hii katiba ambayo tunajivunia hapa Kenya haikuja kwa urahisi. Kuna watu ambao wametoa maisha yao kwa ajili ya kuwa na sheria ambazo zinawalinda uhuru wa kusema na uhuru wa kibinadamu. Kwa hivyo na sisi hapa pia kuna mchakato, kuna discussion kila siku. Sisi kila wakati ambapo tunaona kwamba kuna overreach kutoka kwenye serikali kuu, lazima tuwaambie sisi haturudi kule nyuma. Hata sasa kuna mchakato mkubwa sana kuhusu mambo ambayo serikali kuu inafanya kujaribu kuturudisha nyuma katika sera zetu za ugatuzi na haki za kibinadamu. Unakumbuka kulikuwa na wakati ambapo vijana hawa wengi walikuwa wanachukuliwa na polisi, wanapatikana wameuawa, wengine kuna familia mpaka leo hazijui waliopo wapendwa wao. Na ni jukumu letu sisi kama viongozi hapa kuendelea kuiweka serikali hii katika mizani na kuambia kwamba sisi hatutaki kukua kama Tanzania, hatutaki kukua kama Uganda. Sisi ni taifa ambalo tunaamini demokrasia na lazima tuwe na uhuru na haki kwa kila mtu.